na kamwe sitaruhusu hata kidogo kuona mtumishi yoyote akionewa katika maeneo yenu. Sitakubali na sitaruhusu hata kidogo. Hata kama atakuwa nani, hili sitakubali hata kidogo. Kwa mtumishi mzalendo, tutaenzi utumishi wake. Kwa mtumishi mwadilifu, tutahakikisha tunampongeza kwa kazi nzuri anayoifanya. Na hii si maelekezo yangu, ni wajibu ambao baba wa taifa aliusisitiza nyakati zote, nyakati za kupigania uhuru wa taifa hili na nyakati tulizopata bahati ya kumshuhudia utawala wake. Na haya ndio maelekezo ya rais wetu Dr. Samia. Mapenzi yake kwetu sisi watumishi wa umma hayana kifani, hayapimiki, yamejaa. Na ndio sababu ni lazima niwapongeze kwa kazi kubwa ya ninyi kumsaidia ukuaji wa uchumi huu tunaozungumza. Sehemu kubwa unatekelezwa na ninyi watumishi, hasa watumishi wa TAMISEMI ambao tunasema ni 76% ya watumishi wote wa umma. Mimi ni nani nisiwapongeze kwa kazi hii nzuri ya kujitolea, ya kizalendo mnayoifanya kwa taifa hili. Endelezeni uzalendo huu. Taifa letu linawategemea, Watanzania wanawategemea, walioko vijijini na mijini wanawategemea. Ninyi mliopata bahati ya kuchaguliwa kwenye maeneo mbalimbali, ninyi mliopata bahati ya kielimu na kupata ufahamu, endeleeni kuwasaidia Watanzania. Msirudi nyuma. Imarisheni mifumo ya makusanyo ya ushuru, imarisheni mifumo ya makusanyo mbalimbali katika maeneo yenu. Uchumi utakapoendelea kukua, nina imani rais wetu ataendelea kutuangalia, na huo ndio ukweli. Tumpigie makofi mengi sana Rais Samia. Kwa hiyo niwatake kuendelea kusimamia miradi, na kamwe siasa isiwe kikwazo cha kuwakwamisha nyinyi watumishi wa umma kutekeleza majukumu yenu. Kamwe siasa isiwe kikwazo cha kuwakwamisha kutekeleza majukumu yenu. Fanyeni kazi kwa karibu na chama tawala, kwa sababu ndicho kilichosimamisha serikali madarakani. Tunatekeleza katiba, lakini tunatekeleza miongozo ya sheria, kanuni na taratibu. Tunatekeleza miongozo na maelekezo ya viongozi, lakini lazima tukumbuke kwamba tunatekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kaeni karibu mkisimamia maelekezo yote yaliyotolewa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Miradi yetu katika mkoa huu, hasa jiji la Arusha, kumekuwa na changamoto nyingi kwa miradi hii. Na changamoto hizi ukiangalia historia inatokana na mivutano ya kisiasa iliyokuwepo wakati huo. Miradi mingi hii inayozungumzwa leo haikuanza leo hata kidogo. Ilianza miaka 2019. Mkuu wa mkoa huyu mchapakazi ni mkuu wa mkoa wa 4 wakati miradi hii inaanza. Ni mkuu wa mkoa wa 4. Na miradi mingi iliishia hapo hapo, wala haikuendelea. Ipo ambayo ilianza kwa kusuasua, mivutano ya sisi wenyewe kwa wenyewe katika vikao mbalimbali. Na baadhi yetu tumekuwa tukijisahau kwamba michakato ya maendeleo katika halmashauri zetu kote nchini kwa mkuu wa mkoa inaanzia kwenye vitongoji na vijiji, inaanzia kwenye mitaa, inakwenda kwenye kata zetu, madiwani wakiwa ni wenye viti wa kamati za maendeleo za kata, inachakatwa kwenye kata, ikitoka kwenye kata inakwenda kwenye mabaraza yetu. Huo ndio mchakato wa miradi ya maendeleo. Mkuu wa mkoa analetewa miradi na taarifa zinazotoka kwenye kamati zile za wilaya zinapokwenda kwenye RCC.
ndio mkuu wa mkoa anapata kushuhudia na kuweza kuona miradi na mipango ambayo imepangwa katika maeneo yetu. Mkiwa kama wataalamu, naomba tutumie fursa hii kusaidia katika mabaraza yetu ya madiwani, kuwasaidia mipango yetu iwe ni mipango ya maendeleo. Vikao vyetu vijadili namna ambavyo tunaweza kujikwamua katika kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Inawezekana kabisa leo Arusha mngezungumza mambo mengine, wala msingezungumza miradi hii iliyokaa miaka minne, zaidi ya miaka minne, miaka mitano, msingelizungumza. Leo kiasi hiki cha fedha kinachokwenda kutumika, mabilioni ya fedha, pengine mngeyapangia mipango mingine ya maendeleo. Lakini mmefika hapa kwa sababu mivutano ya kisiasa, mivutano baina ya wanasiasa na viongozi, jambo ambalo linakwamisha maendeleo, linaongeza chuki katika maeneo yetu, na hali hii haikubaliki hata kidogo. Na bahati mbaya sana kumekuwepo na watumishi ambao nao wanashiriki, wachache, si wengi, wachache, na wengine wananyofoa mpaka nyaraka za serikali, wananyofoa mpaka zile mienendo ya serikali, wanasambaza kwenye mitandao na kuleta taharuki, wakifahamu kabisa kwamba unapokuwa kiongozi wa umma au mtumishi wa umma, swala la kutunza siri ni jambo namba moja kabisa katika utumishi wa umma. Sasa tumekubaliana hapa kwamba tutapongezana, lakini wale ambao hawatafanya vizuri sita kuchukua hatua. Sita hata kidogo. Watumishi ambao hawatafanya vizuri hatutamuonea hata mmoja. Hii namba moja. Utaratibu wetu hatutamuonea mtu. Lakini wale ambao wamekuwa wakishiriki kutoa nyaraka za serikali, kuzisambaza mitandaoni na kuleta sintofahamu, tutachukua hatua. Hii mheshimiwa mkuu wa mkoa anakuthibitishia, tutachukua hatua. Kwa sababu jukumu la kutunza siri za serikali ni jukumu namba moja. Lakini wako miongoni mwetu ambao tumekuwa tukishiriki kwenye vitendo viovu vya rushwa na ubadhirifu. Hili pia hatutakubali, tutachukua hatua. Jukumu letu namba moja ni kuhakikisha kwamba sote tunaendelea kuwa wasafi. Kama ambavyo rais wetu anatujali, anatuimarisha kiuchumi, anapandisha madaraja, anaongeza allowance mbalimbali katika maeneo yetu, anapandisha mishahara, wajibu wetu ni kuilinda nchi hii. Wajibu wetu ni kuweka uzalendo mbele. Kila mmoja wetu katika utumishi wa umma ndio wajibu wetu namba moja. Na tukilifanya hili kwa umakini wetu, taifa hili litaendelea kusogea na kupiga hatua. Nataka niwathibitishie kabisa, kama kila mmoja wetu akiwajibika vyema katika eneo lake, akifanya kazi kwa bidii na kujiepusha vitendo ambavyo vinaweza kukwamisha utekelezaji wa miradi, usimamizi katika maeneo yetu, taifa hili litasonga mbele. Sasa vitendo vya namna hii tutachukua hatua. Kama mkoa hamjachukua hatua, tutachukua hatua sisi wenyewe TAMISEMI. Na nataka nipate orodha ya watumishi ambao mienendo yao si mizuri, tutachukua hatua. Hii nawaambia wazi kabisa, wala si wafichi. Tutachukua hatua bila kusita. Tunawataka tufanye kazi kwa bidii, tuimarishe mahusiano yetu na tuepushe siasa kututengeneza migongano katika maeneo yetu. Kwa sababu unapotengeneza vurugu, haumwadhibu mkuu wa mkoa. Haumwadhibu mkuu wa mkoa hata kidogo. Unaihukumu serikali na chama tawala. Hiyo lugha imeeleweka vizuri. Anayehukumiwa hapo ni serikali na chama tawala. Na maelekezo ambayo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kama kiongozi wetu amenikabidhi ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ajiepushe na vitendo ambavyo vitakwenda kuleta sintofahamu baina ya chama na serikali, baina ya chama na wananchi, baina ya serikali na wananchi katika maeneo yetu. Katika nyakati hizi hatutegemei kuona mambo ambayo yanaivunja au yanakwenda kuizalilisha serikali
katika mambo pengine ya uongo, ya kutunga, yanayoongeza chachu ya kuonyesha serikali haifanyi kazi wakati kazi kubwa imefanyika ndani ya serikali. Sasa haya hatuwezi kuyavumilia. Hatutayavumilia. Tutachukua hatua. Nadhani rasi umenisikia vizuri. Kwa hiyo niwatake kila mmoja wetu kwenda kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Miongozo katika usimamizi wa fedha, miongozo katika usimamizi wa watumishi pamoja na manunuzi, lakini pia usimamizi wa miradi mbalimbali katika maeneo yetu. Lakini maelekezo yangu pia ni watake wakurugenzi wote wa halmashauri nchini kuendesha halmashauri zetu kwa kuzingatia kanuni za kudumu za halmashauri, sheria na taratibu kote nchini. Ninawataka wenu kuacha na kujiepusha na makundi yanayoleta migawanyiko, na kila mmoja wetu kuwa na umoja na mshikamano katika maeneo yetu ya kazi. Katika eneo hili la usimamizi wa miradi ya maendeleo, ninatambua kazi kubwa na kazi nzuri inayofanywa na wakuu wa mikoa kote nchini kutokana na taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukizipokea. Lakini waombe na kuwaelekeza halmashauri zote nchini kuhakikisha kwamba mnafanya usimamizi wa karibu wa miradi ya maendeleo inayoendelea katika maeneo yenu. Ninatambua kazi nzuri ambayo wakurugenzi wa halmashauri mnaendelea kuifanya katika maeneo yenu. Lakini kumbukeni ripoti za CAG, mabainisho yote ambayo yamekuwa yakitolewa, kumbukeni kuyafanyia kazi. Na kama kuna maeneo mnayopaswa kuboresha, endeni mkaboreshe, ili kusudi kazi iliyofanywa sasa ya katika halmashauri zote nchini kutokuwa na hati chafu iendelee kudumu, ili ninyi muendelee kubaki katika kumbukumbu ya kazi nzuri mlioifanya kwa taifa hili. Ninazipongeza halmashauri zote nchini kwa kutokuwa na hati chafu, na wapongeza sana sana sana. Lakini ongezeni jitihada, jiongezeni, kuweni wabunifu. Kamati zenu za maendeleo ziwasaidie kuongeza ubunifu katika kubuni miradi mbalimbali ya maendeleo, ubunifu katika makusanyo, ubunifu katika usimamizi, na kuhakikisha miradi iliyoletwa kwenu imekamilika yote kwa pamoja. Huu ni wajibu wenu, na kila mmoja anapaswa kuwajibika bila kusubiri kusukumwa katika maeneo yenu. Na katika